Sawa, habari za wakati huu bana, karibu kwenye exclusive interview ambayo kuna taarifa bado ya moto kweli ni kuhusiana na urejeo. Tunakumbuka ligi yetu ya soka Tanzania bara ilikuwa imesimama kwa wiki moja kupisha mashindano ya kombe la Muungano, na sasa pindi finali itakapopigwa kesho kutwa siku ya Jumatano, baada ya hapo sasa tutarejea rasmi, na urejeo utakuwa ni kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo tena kwa mara ya pili. Maana ndani ya wiki moja watakuwa nakutana, ndani ya wiki moja na nusu wanakutana mara mbili, Simba na Yanga. Sasa swala lilikuwa ni waamuzi gani watakaochezesha mchezo huo. Hiko ndio kilikuwa kipengele, ikikumbuka kwamba mchezo wa kwanza kuna sintofahamu ambazo zilijitokeza, ambapo kulikuwa na malalamiko ya waamuzi, na tulishuhudia hata bodi ya ligi wakiwafungia waamuzi. Kuna mmoja alifungiwa miezi mitatu, kuna mwingine alifungiwa miezi 6 kutokana na matukio ambayo yalijitokeza kwenye mchezo huo. Sasa imetolewa hapa taarifa ambayo inahusu ujio wa waamuzi, wakati seti nzima yote watakuwa wanatoka nje ya Tanzania, na kwa taarifa zilizopo hapa tayari wanatokea nchini Morocco, ndio watakaochezesha mchezo huo, kuanzia maamuzi wa kati, muamuzi msaidizi line 1 pamoja na line 2. Ile seti nzima ya waamuzi watakuwa wanatokea nchini Morocco. Tuungane, ikabidi nimtafute mchambuzi wa siku nyingi kwenye soka la Tanzania, Dominic Saramba, nipate mtazamo wake, maoni yake yeye ni yapi baada ya kuona tena kwa mara nyingine waamuzi kutoka nje wanakuja kwa ajili ya kuchezesha dabi ya Kariakoo. Imani kwa waamuzi wetu imeondoka, na tutairejesha vipi imani kwa waamuzi wetu ambao siku zote tumekuwa tukiwategemea ndio waendeshaji wa ligi yetu, lakini tunaona michezo mikubwa kama hii waamuzi wanatoka nje. Karibu tuungane sasa na Dominic Saramba, tumsikilize yeye kama mchambuzi, maoni yake ni yapi baada ya kuona waamuzi kutoka nje ndio watachezesha mchezo huo wa tarehe 3. Nafikiri kwanza, yani kwa upande wa bodi ya ligi, maana yake na wadau, sio njema. Nikisema sio njema na maana nini, maana yake ni kwamba unapoona watu wanaanza kufikiria uwepo wa waamuzi wengine kutoka sehemu nyingine, maana yake waamuzi wa ndani wanapoteza imani kwa na hata kwa timu. Ndio. Hata sio kitu kizuri ambacho unaweza ukasema ujipitie, kwa kasi wa kuanza kusikitia, kuweza kuona kutoka katika janga ambao nafika hatua mpaka hatuaminiki. Ndio. Kwa watu wengine. Sasa leo hii wewe unakaa kwenu au kwa yako, au unafika hatua mtu anasafiri anakwenda kukuchukulia mtu mwingine uweze kukaa naye pale, maana yake tayari wewe umepoteza ule uhalali na uaminifu. Kwa hiyo sio kitu kizuri ambacho kujivunia, lakini kwa mazingira tulikopo nayo sasa, kutokana na ambavyo waamuzi wetu wamekuwa wakivurunda mara kwa mara, hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza ikasaidia walau kuweza kupunguza sintofahamu, na mtu atakayepoteza au atakayeshinda aamini kwamba ameshinda kwa halali. Kwa hiyo ni njia ya kwenda kupunguza malalamiko, lakini pia kutengeneza mazingira ya uaminifu. Ingawaje kama naona bodi ya ligi au chama cha waamuzi au TFF wanakosa kuwa na consistency. Hili jambo lilianza vyema tu mechi ile msimu uliopita, ndio kwenda kuamua ubingwa, wakachukua waamuzi kutoka Egypt. Nilifikiri angekuwa mwendelezo hao waamuzi kwenye kila mechi ya dabi, basi waweze kutumia waamuzi kutoka nje ili kupunguza malalamiko kwenye offside, mara kuzidi, mara ilikuwa ni goli na mengine mengi ambayo yalikuwa kiendelea. Chukua pale tena, wakaja wakakosa mwendelezo, wakaja wakaacha tena, wanachukua tena, kwa hiyo hao pia inakuwa pia inawapunguzia credit. Ni swala kuamua tu, kama wataamua kutoka kwenye kanuni kwamba mechi ya Simba na Yanga kwa watoto wafikie kipindi hiki itakuwa kisha na waamuzi kutoka nje, watoke Morocco au watoke Egypt, wanaweza kutoka South Africa, wakatoka sehemu nyingine yoyote, ili tu kutengeneza mazingira ya imani baina ya wadau wa soka, timu, lakini pia na hata kuonekana ile haki ikienda kupatikana kiwanjani. Unajua waamuzi bado ni binadamu, hata VAR inakwenda kosa wakati mwingine, lakini sio makosa ambayo kila mmoja anaamini kwamba makosa haya. Kuna haja ya kupitia mitaala na mafunzo ya waamuzi yaweze kuboreshwa, yawe yanapatikana kwa muda mrefu kidogo. Yaani mtu mpaka anafikia tu ya kuja kupata kazi ya uamuzi awe kidogo ametosha. Lakini pia hawa watu iwe ni ajira na isiwe ni day worker au ni kazi ya mtu ambayo wakati mwingine inapunguza kuweza mtu kumpa hali ya kujiamini au kutokuogopa. Na jambo lingine, kuweza kuboresha masaa ya waamuzi na kuanzia chini. Hiyo ndio itakuwa ni tiba. Kwa maana tutapata vijana ambao watakuwa wanatamani kuwa na future nzuri. Kwa mimi leo nikichezesha nikifanya vizuri, na wala singine kuchukua watu ambao wana shughuli zao, wanakuja kama ni kazi ya ziada, anakuwa hamna cha kupoteza. Ukimfukuza bado yeye ni mwalimu, bado yeye ni mchungaji, bado yeye ni nani, kitu ambacho ndio kinapunguza. Lakini pia wafanye assessment ya kuangalia mitaala. Je,
mafunzo yanayotolewa kwa ukubwa wa ligi yetu leo hii na tukofikia yanakidhi vigezo, hapo inaweza kuwa sehemu nzuri kuweza kuanzia. Sawa, wakati pia tukiwa tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo yetu, sasa nije kwako wewe kama mchambuzi, tena ni mtu wa muda mrefu, wewe umepokeaje? Mimi kwangu ni kitu cha kawaida, nimepokea kama ni jambo ambalo linatokea tu Tanzania tu, tuone nchi nyingi likifanyika, na kutokana na changamoto za kiuamuzi ambazo tuko nazo haijanistua, kwa sababu kweli maamuzi yana shida. Ingekuwa kama waamuzi wetu wako smart, ningesema pengine ingenistua, lakini angalia almost waamuzi wote wana changamoto wote. Tulikuwa tuna mwamuzi mmoja ambaye alikuwa ni bora siku za karibuni, na yeye sasa tena ameingia kule tu, kwa hiyo imekuwa ni changamoto, kwa hiyo ni janga. Kwa hiyo kitu ambacho yaani hakijanistua, ni jambo la kawaida na inaweza kwenda kupunguza wakati mwingine yale malalamiko ambayo yakitokea wakati mwingine, kwa sababu pengine mtu ameonewa, haistahili kushinda na vitu kama hivi. Sawa, labda ni kuokolee muda wako, maswali yangu mawili ya mwisho. Swali langu la kwanza, unadhani kwa nini mashabiki wengi wa Simba wanaonekana kufurahia baada ya kusikia mchezo utapigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo, na wengi wanazungumza kama Yanga anakwenda machinjioni? Mimi ninafikiri wameamua kuhamisha akili zao kwenye ubora wa timu na kuenda kwenye mambo mengi nje ya uwanja. Wamekuwa wakifanya sana vitu vingi nje ya kiwanja, kitu ambacho nafikiri aidha wanapelekwa na upepo uliopo au wanatengenezewa mazingira, lakini sidhani. Lakini kimsingi inasikitisha, ni watu ambao wamekuwa hawaamini tena katika mpira, ndio maana unaweza kuona malalamiko mengi wamekuwa nayo wao, tuma nyingi wamekuwa nazo wao pia, wakilalamika mara kuonewa ni wao. Kwa hiyo nafikiri wamekosa confidence, kwa hiyo wanaamini kwamba inaweza kuwa ni solution. Lakini mimi naamini kwamba ukiwa na timu nzuri, timu bora, sehemu yote unaweza kupata matokeo. Lakini kingine ni ile shauku ya kufungwa muda mrefu, mechi 6 mfululizo unafungwa, ya 7 sare. Kwa hiyo inawanyima courage, inawanyima nguvu na kufanya waamini kwamba wao wamekuwa ni waanga wa kila kitu ambacho kinakwenda kutokea. Ndio maana Yanga akionewa, malalamiko yake haiwezi kuwa sawa na Simba, kwa sababu Yanga amezoea kupata kwa siku za karibuni, lakini Simba hajapata. Kwa hiyo akikosa lazima waone kama wamenyongwa na sasa kuweza kupata. Ndio hata leo unaweza kuona Zanzibar yashaanza kutoka maandiko, kuanza kuona wanazungumzia mara waamuzi wa fair wakitunyonga, wataona ujinga wetu, vitu vingi ambavyo ni information ambazo zinakuonyesha kwa watu ambao hawajiamini na wapo sehemu nzuri na tena wana mashaka. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio changamoto ambayo wanakutana nayo kwa siku za karibuni. Sawa, Dominic Salamba, kwa kumalizia sasa, nimeshuhudia mashabiki wengi wa Simba wakizungumzia kwamba hawakufurahishwa na matokeo ya mchezo kati ya Yanga na Azam FC, huku Azam akipondwa kwamba Azam akicheza na Simba huwa anaonyesha ushindani wa hali ya juu tofauti na akicheza na Yanga. Labda wewe kwa mtazamo wako, ni kweli Azam akicheza na Yanga anakuwa tofauti na ambavyo akicheza na Simba, kwamba akicheza na Simba huwa anaonyesha mechi kweli? Jibu ni rahisi sana. Yanga ni bora kuliko Azam na Azam ni bora kuliko Simba. Ndio jibu rahisi hilo tu. Kwa hiyo Azam akicheza na Yanga anacheza na timu iliyomzidi ubora. Azam akicheza na Simba anacheza timu ambayo ameizidi ubora. Kwa hiyo nijibu ni kwenda Simba. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Na kwa kumalizia kabisa, sasa kumekuwepo na malalamiko, nimeona maandiko ya wadau na wa siku nyingi, ambapo na wewe ni miongoni mwao. Nasema sasa wadau kwa maana ya kwamba wale washikadau wa mpira wa Tanzania kwa muda mrefu ambao wameuhudumu. Ni kweli dabi kuto kuchezwa Benjamin William Mkapa inakuwa kama imedogoshwa, yani imeshuka ubora? Imeshushwa ubora na inakwenda kupoteza hadhi. Ile ni mechi kubwa, ni mechi ambayo ndio identity ya mpira wetu, ni mechi ambayo ilifika hatua tukaanza kuifanya kuwa ni mechi ya Afrika, kwa ilikuwa ni shahidi huko nyuma. Lakini toka zilivyoanza mazingaombwe, mara mechi ibadilishwa muda, mara huyu achezi, mara mechi inaahirishwa, ndio kumekuwa na mwendelezo ambao yote ukijumlisha mpaka saa hizi tunakwenda kuipoteza kabisa. Yaani inakwenda kupotea kabisa. Kabla ile mechi ya kubadilishwa muda wa kuchezwa kutoka saa 1 kwenda kwenye saa 1, Yanga wakasusia, unaweza ukaojima ukaona ambapo mechi ya dabi ilikuwa mko watu kutoka Kenya, Uganda, vile kosa walikuwa wanakuja, ilifika kasi, watu walikuwa wanajaa. Lakini vilivyoanza vile vibweka hapa na pale, mpaka leo hii ni kazi ile inapoteza mwelekeo. Sasa mechi kama ile kubwa unakwenda kuipeleka uwanja ule, hapana, nafikiri sio uwanja wa hadhi, sio uwanja wa wenye hadhi yake. Ndio maana hata katika nchi kubwa barani Ulaya, ukienda Uingereza, mechi kubwa inapelekwa Wembley, kwa maana kwamba ni uwanja wa hadhi kubwa. Kwa nini waseke uwanja wa Fulham au Nottingham Forest? Hivi ni viwanja pia.
lakini lazima utoe ile heshima au mchezo mkubwa, whether ni finali. Simba na Yanga ni mechi ambazo zina msimamo mkubwa all over the Africa. Sasa leo Afrika nzima ikae ianze kuangalia ule uwanja kweli? Kwa hivyo usikiona wanaangalia mechi tu, wanaangalia kana mazingira pia, aina ya kiwanja pia. Watu wengi tunavyotika kuangalia mipira ya Ulaya, tunafuata mipira tu, tunafuata kuangalia infrastructure. Ukiangalia uwanja wa Santiago Bernabeu, ukiangalia uwanja wa Nou Camp, ukiangalia uwanja wa Etihad, unavutiwa kuweza kuangalia Allianz Arena. Kwa hivyo vyote vinakuvuta uweze kuona yes. Sasa dimba la Benjamin Mkapa ukiliangalia limekaa pale, au uwanja wa Amani Zanzibar ukiangalia hata kwenye aerial, unaweza kuona ni uwanja namna gani, miundombinu yake, mazingira. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho anyway ndio kimeshaamuliwa na ndio tupo kwenye hiyo era, ngoja mambo mengine yaweze kuendelea. Sawa, mimi nimemaliza bwana Dominic Salamba, na nikushukuru sana kutoka hapo zilipo studio za Saramba TV. Asante sana kwa muda wako. Sawa, huyo ni Dominic Salamba, mchambuzi wa siku nyingi ambaye alikuwa anatoa maoni yake, na yeye anasema amepokea, lakini hii ni dosari kwenye mpira wetu kwa sababu unaona seti nzima waamuzi na majina nilikutajia, nadhani mwamuzi wakati anaitwa Hamza El Farouk, ni ambaye atakuwa ni refali wakati mwamuzi namba 2 anaitwa Raksen Azkawi ni Rainwan refari msaidizi namba 1, lakini msaidizi namba 2 anaitwa Hamza El Nasri, msaidizi namba 2, na msaidizi kocha na official fourth official ni Mustafa Kishaf, wote ni kutoka nchini Morocco. Hawa ndio watakaochezesha mchezo huo wa Mei 3 dabi ya Kariakoo kati ya Simba ndio mwenyeji kwenye mchezo huo dhidi ya Young Africans. Tunakumbuka duru ya kwanza ilipigwa Zanzibar ambako Yanga walikuwa wenyeji, na muamuzi wa mchezo huo alikuwa Nasoro Mwinchui, Sheikh Nasoro Mwinchui, na ambapo baada ya mchezo taarifa bodi ya ligi ilitoka, tukaona kuna waamuzi wamefungiwa. Mwingine alifungiwa miezi 6, mwingine akawa amefungiwa miezi 3 kutokana na zile rabsha ambazo zilijitokeza kwenye mchezo huo. Sasa Salamba amezungumzia pia athari ambazo zinaweza kupatikana ama mpaka sasa kwamba tayari dabi ya Kariakoo hadhi yake imeshuka kutoka kuchezea Benjamin William Mkapa mpaka Meja Jenerali Samuel, na anasema hata Afrika ilitutazama na watu wakaileta dabi hii ya Kariakoo kuilinganisha na dabi kama Soweto, dabi ile ya Raja na Wydad, dabi ya Zamalek na Ahari. Haikuwa kwa sababu ya eneo la kuchezea kwa maana ya pitch, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya ule wito ama uitikio wa mashabiki. Naita nyuki wale unakuwa unasikiliza wakati mechi ikiwa inaendelea, ukiangalia ile full house, mashabiki wale vuvuzela, vituko na ni vitu kama hivyo. Hii ndio ilipelekea dabi yetu ikawa miongoni mwa dabi bora Afrika, lakini si eneo la kuchezea wala sio viwango vya uchezaji, kwa sababu kama ni viwango vya uchezaji basi kuna nchi kama Misri, dabi ya Zamalek pamoja na Ahli, wachezaji wale viwango vyao hawezi kulinganisha na huku. Lakini kilichofanya dabi yetu ikahesabika miongoni mwa dabi bora Afrika ilikuwa ni ule mwitikio wa mashabiki. Ukiangalia Benjamin William Mkapa anachukua mashabiki 60,000, uwanja ukijaa ule nyuki wale na vitu kama hivyo, basi hii ilipelekea dabi yetu ikana miongoni mwa dabi bora. Lakini serikali ilitolea ufafanuzi, na jana tumeona picha zikisambaa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ikionyesha ile pitch, eneo la kuchezea kwenye dimba la Benjamin William Mkapa limefumuliwa na yanafanyika marekebisho kwa mara nyingine, na hii ikiwa ni kuelekea AFCON 2027 kwa sababu sisi Tanzania sambamba na wenzetu Kenya pamoja na Uganda ndio waandaaji wa michuano hiyo. Mimi naitwa Rashid Kasim, nilikuwepo hapa kwa ajili ya exclusive interviews hii ambako tumezungumza na Dominic Salamba kupata mtazamo wake yeye kama mchambuzi, ambapo yeye kama ulivyomsikiliza amesema amepokea, lakini ni dosari sisi kama taifa kwamba tumefika sehemu michezo mikubwa waamuzi wetu hawawezi kuaminiwa. Maana yake hata marefa wetu wenyewe wanaona kitendo cha kuona hii taarifa kwamba wanakuja marefali kutoka nje na wewe ni refali wa ndani, lazima utambue kwamba kuna sehemu wewe una shida, uwezo wako ni mdogo, ndio maana ameletwa mtu mwingine kutoka nje. Na nikukumbusha sasa, kama utakuwa hujasubscribe, fanya tu hivyo, subscribe channel hii ya Kajenjere ili uwe wa kwanza kupata exclusive interviews kama hizi. Nyuma kamera bwana, mtu ambaye amekufanya unitazame muda wote anaitwa Edson Luikiza, mimi naitwa Rashid Kasim. Kama nilivyojitambulisha mwanzo, ukiingia Instagram unanicheki tu kama Rashid Kasim, ama ukiandika Shid Wanaman ndio jina langu, lakini Edson Luikiza
Ingia Instagram, andika Edson Rwaikiza director fundi, ukiwa unataka videos nini, wewe tuandikie tu hapo, wewe ni DM kama unataka hata movie. Studioni tuko na watu kibao, mtu kama Mr Pimbi anajua shughuli ya huyu bwana ambaye ndio amekufanya unitazama mimi kwa muda wote. Kwa sasa ni kwache mpaka wakati mwingine tena.